Ameitoa rai hiyo wakati akifungua warsha siku moja iliyoandaliwa na mradi wa tembo pilipili na kuwajumuisha watafiti na wadau mbalimbali wa wanyamapori iliyofanyika katika ukumbi wa ofisi ya TAWIRI makao makuu mkoani Arusha. Amesema kuwa lengo la warsha hiyo ni kutafuta ufumbuzi na mbinu mbadala za kutatua migogoro baina ya jamii na wanyamapori akiwemo tembo. Tunajua kabisa kwamba tembo ni rasilimali ya taifa na binadamu ndio wenye taifa, na tembo hawa wanatupatia maisha na binadamu ndio wanaotakiwa kupata hayo maisha. Sasa inapotokea kwamba kuna migongano, kazi yetu sisi wanasayansi, kazi yetu sisi kama jamii ya Kitanzania ni kuhakikisha kwamba tembo tunakuwa nao na sisi tunaendelea. Serikali imefanya kazi nzuri ya kuhifadhi wanyama, wale wamehifadhiwa vizuri, wametulia. Sasa wanaweza kuzunguka kila mahali bila kuogopa chochote. Sasa ni sisi kazi yetu wanasayansi kuhakikisha kwamba sasa tunabuni mikakati na mbinu ambazo zitachukuliwa na serikali na zipelekwe kwa jamii, jamii iweze kuishi salama na hawa wanyama. Hii ndilo lengo kubwa ambalo limesababisha sisi tukae hapa. Kwa upande wake, mtafiti mkuu ambaye pia ni mkurugenzi wa kituo cha utafiti wa wanyamapori Njiro, Dr. Wilfred Mareale, amesema mradi huo utasaidia kutatua migogoro baina ya tembo na binadamu, huku mkurugenzi wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Tembo Pilipili Program, Dr. Alex Changa, akieleza umuhimu wa mradi huo. Ni project ambayo imejikita kwenye masuala ya migogoro ya tembo na binadamu kwa muda mrefu, na pia TAWIRI vile vile tumekuwa kwa miaka zaidi ya miongo miwili tukijihusisha na tafiti za tembo na migogoro kati yao na binadamu. Kama mnavyofahamu, ndani ya hifadhi kuna idadi kubwa ya tembo, na mara nyingi kabisa tembo ili kuweza kukidhi mahitaji yao ya kimwili waga wanatoka na kwenda kwenye mashamba. Wakishaenda kwenye mashamba ambako ni nje ya hifadhi, mara nyingi sana wanaharibu mazao na mara nyingine wanaweza hata wakajeruhi watu. Kwa hiyo sisi tunatoa mbinu rafiki. Mbinu mojawapo ambayo tunashauri ni kutumia uzio wa pilipili, kulima mazao mbadala, hasa kilimo cha pilipili. Mratibu wa uhifadhi wa tembo Tarangire, Revocatus Menei, ametaja mikakati miwili inayotekelezwa katika uhifadhi ya Tarangire ili kuepusha migogoro na jamii, huku meneja mradi wa tembo pilipili Francis Ndemela akitaja mbinu zinazotumika kufukuza tembo kwenye makazi ya watu. Mkakati wa kwanza ni wa kupunguza migogoro, mkakati wa kitaifa kupunguza migogoro baina ya tembo na binadamu. Inaitwa ni National Human Wildlife Conflict Mitigation Strategy 2024. Lakini pia tunaenda kutekeleza mkakati wa kuhifadhi tembo wa serikali wa 2531. Yote hii inahimiza kubuni mbinu rafiki za kutatua migongano baina ya tembo na binadamu. Kwa hiyo mradi ambao umeletwa na shirika la Tembo Pilipili umekuja muda muafaka na utakuwa una mchango mkubwa. Huwa tunahamasisha wale wakulima wanaofanya shughuli za kilimo pembezoni mwa hifadhi walime pilipili. Sasa pilipili kwa nini walime? Kwanza hii ni moja ya zao mbadala ambalo mnyama tembo hali. Pamoja na kulima hilo zao kwamba wao watajipatia kipato. Lakini ile wakishaotesha ni kwamba ikishakuwa ile pilipili inachumwa alafu inakaushwa. Kuna kitu tunaenda kutengeneza kinaitwa uzio wa pilipili. Eneo litakalohusika katika mradi huu wa pilipili ambao ni maalum kwa kufukuza tembo ni pamoja na Tarangire, Ziwa Manyara pamoja na Ngorongoro. Kutoka katika ofisi hizi za TAWIRI mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.